Umekuja? Kwa ndugu yako. Okay. Ndugu yako anakaa wapi hapa? Bunju. Pale Fataifa. Bunju. Ni kwa ajili, umekuja kwa ajili ya matibabu tuseme. Mbeya si gani? Hongera basi. Nitakuuliza maswali kidogo. Sababu ya kwanza hasa ya kugundua kama wewe ni positive ilikuwa ni nini? Yaani kitu gani kilitokea kikakulazimu uende hospitali upime, alafu vipimo vikakugundua kwa wewe ni una changamoto mjamzito? Watu wengi kwenye ujauzito ndio wanapata hiyo taarifa kwa ni positive. Umeniambia kama sijasahau ni miaka 20 sasa unatumia, ni mgonjwa. Kwa kipindi chote hicho cha miaka 20 umeshabadilishiwa dawa mara ngapi? Mara moja. Sababu ilikuwa ni ipi ya kubadilishia dawa mara moja? Nasimama. Wakati huo unatumia dawa ya rangi gani, ARV? Ni sababu zipi zilifanya ubadilishiwe dawa? Kwa sababu ya mishipa imesimama sana na ngozi kusinyaa. Okay. Hapo ndio kalazimika. Ngozi imesinyaa sana. Umetumia dawa muda mrefu. No? Nimesaidia sana.
Hii biashara ya hizi dawa. Kwa kutafutia mtu atakuja kusaidia moja kwa moja. Lakini sio kila siku. Ndani ya siku 8 sasa, ukitizama siku 8, ukatizama miaka 20 ya mateso ya dawa au matumizi ya dawa, ni lugha ipi unaweza ukaniambia ukilinganisha siku 8 na miaka kadhaa? Dokta, hiyo sio ya kuuliza dokta. Yaani hiyo ya kutumia hiyo miaka hiyo yote na hii ambayo unakuwa kwa kweli ni afadhali. Ni afadhali sana. Unajua unaamka unakuwa maji yako kwa kweli ni okay. Katika kipindi chote cha miaka 20 ukiishi na tatizo hili, uliwahi kushitaki au kupeleka changamoto zako kwa daktari anayekupa dawa na akajaribu kuzitafutia ufumbuzi na ufumbuzi ukawa kutosha? Tatizo lilikuwa ni nini hasa? Yaani ufumbuzi kwa daktari kuniambia kwa mimi nikapima vile nilikuwa na hivyo nikaamua nianze dawa. Lakini hujanielewa. Umeshaanza sasa kutumia ARV. Kuna changamoto ambazo umeziishi nazo au umezipitia katika kipindi hichi ambacho unatumia ARV. Swali langu sasa, katika kipindi hicho changamoto ulizozipata, msaada upi uliupata kutoka kwa daktari husika? Hujapata msaada wote? Msaada kama yaani ufumbuzi wa changamoto ulikuwa zinakupitia, daktari alizitatuaje? Ndio hiyo namaanisha hiyo. Kwa kweli, kwa kusema ukweli, nikienda kwa daktari mimi nichukua madawa. Mimi naomba yakopo ARV. Basi, lakini hakuna kitu kingine chochote. Vinakaa vidonge vingapi? 30. Kwa unachukua vidonge vya miezi mingapi? Saa ingine miezi 3, saa ingine mwezi mmoja. Mbeya kuna hospitali ngapi kubwa, lakini wewe hasa unaenda hospitali ipi kupokea dawa? Mimi nilikuwa pale nimeenda tu. Nilitoka South Africa. Kwa hiyo Mbeya nilikuwa na dawa zangu. South Africa. Unafanya shughuli gani South Africa? Nilikuwa na mzee wangu. Yeye bado yupo huko au? Yeye ili tatizo nalo? Yeye anakunywa hizi dawa. Kama naweza
Ngojea ufanikiwe kwanza. Kitu gani unaweza kuniambia? Maana mimi sina maswali mengi leo ya kuuliza. Ninachoweza kusema, nimekutibu kwa muda wa siku 8 na umepata negative nzuri sana. Kwa maana hiyo yeah. Angalia ni mistari miwili, mstari mmoja. Haya, piga picha mtumie mume wako South Africa, mwambie hiyo ndio T.R. Msigwa. Mateso makubwa. Yaani hata adui yako hutofurahi. Sasa utarudi Mbeya. So mimi itabidi nikuone sasa kwa mwezi mara moja. Ukimaliza dawa ndo tutaonana. Alafu nitakupa tena miezi 3. Baada ya miezi 3 ndo nitakuruhusu sasa uendelee na shughuli zako. Maliza, ukishamaliza uje tukutane. Haya. Una kitu gani cha kuniambia? Niombea. Tuko nyuma na watu, manake si watu wote ni wazuri. Na watu ambao hawapendi vitu kwa manufaa yao wenyewe wanayojua wao. Lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu atakuongoza. Amen. Atakuongoza kwa sababu kwa kweli unasaidia. Mungu hatakutupa. Amen. Au maadui ambao wanapanga mipango yao. Amen. Na jana watu wamegombana hospitali hapo. Kuna daktari ananiponda, mgonjwa akukubali, wakaanza kutukanana. Kwa hiyo naamini ni hizo sala zenu mnazoniombea. Kiukweli hapana. Kwa kweli daktari huwezi kuamini watu wengi wanatatizo mengi, lakini na wamechoka. Kuna wengine mpaka wanafikia kipindi wanasema niliwahi mnalini ngoja mimi nife nimeshaamua. Sio kazi rahisi daktari. Sio kazi rahisi. Kwa sisi tunaotumia. Daktari utaona labda kawaida, lakini sio rahisi kwa sisi tunaotumia. Sio kazi rahisi kwa anayetumia dawa. Haya, kila la heri. Hii tupa kwenye dustbin. Hiyo kadi muhimu mati ni pamoja na hii. Tupa hii iweke, muhimu sana. Na hiyo niachie mimi. Alafu daktari kuna ile dawa ya saa 9 na